Rudisheni heshima. Watu wakiliona jeshi waone ukombozi umesogea karibu nao. Mbona majeshi ya wenzetu tunaona ni kama yanafikiri, yanatathmini na yanachukua walao hatua zinazoonyesha ni kama yamejua jambo hili lilikuwa aliendi sawa sawa. Hivi jeshi letu halina kikao chochote cha kutathmini hali ya mambo ilivyo. Yani kimsingi, yani kwenye majeshi hakunaga uongozi wa kwamba wanaweza wakakaa vikao walau wakatathmini, wakatazama miko yao, sheria zao, cha kulinda ni nini, cha kupigania ni nini, cha kutetea ni nini, tuko wapi, je tulipo ni haki kinachoendelea au ni dhuluma. Kwenye majeshi hata wakikaa kwenye vikao ni maelekezo tu. Mbona majeshi ya wenzetu tunaona ni kama yanafikiri, yanatathmini na yanachukua walao hatua zinazoonyesha ni kama yamejua jambo hili lilikuwa aliendi sawa sawa. Na kumbuka, si imani ilijengwaje, lakini nadhani ilijengwa kwa sababu ya sifa ya jeshi. Hata kwenye nchi yetu, popote ambapo jeshi likionekana, hasa kama pana tatizo, pana vilio, pana mkwamo, jeshi likionekana, watu haraka sana walikuwa wanaanza kupiga kelele za matumaini, za shangwe kwamba hapa kwa vyote vile tatizo hili linatatulika. Je, sasa hivi majeshi kinachofuata hapa mbele, manake wakionekana tutakuwa tukiona chawa hao. Majeshi yetu tutayaona ni chawa. Chawa hao wanakuja nao. Ni kweli jeshi na ulia askari hasa wa JWTZ, hawa wengine ni kama tulisha zoea, na kuna lugha ambayo mitaani si kama ni maalum kiasi gani huwa inazungumzwa kwamba mbwa hao, yani wenyewe hawana wanalojua zaidi ya kwenda kufanya waliloambiwa. Najua hiyo ni lugha itakuwa ni ya mitaani kwamba wanafanya kazi mithili au kwa namna ambavyo mbwa ndo wanavyofanya kazi. Lakini JWTZ wenyewe, je, nao tutaanza kuwaona kama machawa tu? Nirudi kwenye pointi ya msingi. Hakuna kikao cha kutathmini walau sheria, miko ya kazi, kwamba tulipewa kulinda nini. Naamini kuna kitu kinachoitwa wamepewa kulinda mipaka, kulinda katiba, kulinda raia, kulinda utu wa mtu. Lakini kweli, mbona majeshi mengine tunaona ni kama kuna vitu linaamua jeshi linaamua. Unaona watu mpaka wanasema kwa nini lile lisingekuwa jeshi letu lile? Kwa nini jeshi la nchi ile lisingekuwa jeshi letu lile? Mimi nachofikiri kweli nahisi wanajeshi sasa mkionekana kama tu, ili swali nalojiuliza watu wengi sasa hawana jibu lake. Gwanda la kijeshi litakuwa moja la gwanda la hovyo kabisa kabisa kweli kwenye vikao, kwa sababu nasikia kuna vikao, mnakaa vikao, na najua kwamba mtu yoyote ambaye kwenye vikao inaonekana anainua wazo kinyume cha mwenye nguvu fulani, inawezekana na utengenezwa uwekwa kwenye hatari za hapa na pale, na kutafutiwa skendo za hapa na pale, na hatimaye pengine naingia kwenye shida. Je, ndo basi wote tubaki tuingie kwenye sifa ambayo imeshazoeleka kwamba ni ya mbwa wa kutumwa wakang'ate
chochote na ambao hawahangaiki walikuwa kazi yao ilikuwa nini, sheria zao zilikuwa nini, mipaka yao ilikuwa nini, ilikuwa walinde nini, ilikuwa wapiganie nini. Jeshi letu kwenye nchi yetu, naombeni utafakari. Naombeni mtafakari mara 4. Utafakari ilo swala la kwamba unapotoa wazo tofauti unaonekana ndiye mtu wa kwanza pengine ambao utachukuliwa kama muhaini. Hebu onyesheni kile ambacho mnaaminisha kwamba kwenye mafunzo yenu kuna mbinu nyingi. Lakini hapa majeshi yetu hususan JWTZ, hebu jaribuni kujenga imani na kujenga heshima yenu na kulinda heshima yenu, kwa sababu huku mbele tunakokwenda nahisi imani itakapoondoka kabisa kila mahali, nahisi hali itakuwa mbaya, na inawezekana hata kwenye majeshi huko mtauana sana kuliko hali ilivyo sasa. Rudisheni heshima ya neno jeshi. Fika mahala mtoe tafsiri na maneno ambayo huogopi chochote, kwamba jeshi ni mtu mwenye huruma, ni mtu ambaye akisikia mahali wanalia anaanza kufikiri nifanyeje nikomeshe kulia huko. Sehemu kubwa hata filamu zetu tunazoangalia za makomando huwa wanapata heshima sana na jamii kubwa ya watu inakuwa upande wao, kwa sababu ni kama anakuwa anapingana na waonezi wanaokuwa kundi kubwa, lakini huonyesha mbinu ambazo mara nyingi hususan kwenye filamu za zamani. Mimi niliacha kuangalia filamu mwaka 2000, zilikuwa zinaonekana mwisho wa yote ni kama anashinda. Majeshi yetu, wanajeshi wetu, ni kama mkitoa hoja zinazoonekana zinapingana na mamlaka, mtu mwenye nguvu fulani, unaogopa hiyo ambayo unaingizwa haraka sana kwenye kinachoitwa uhaini. Hapana. Kwa mbinu zenu fikeni mahali vikao viwe vya tathmini, visiwe vikao vya kupitisha wazo fulani ovu, kwa sababu mtu huyu tukionekana tunampinga kwa jambo hili atatutengenezea figisu ambazo zitatuundia skendo, na kwa skendo hiyo tayari naweza nikatupwa popote kama muhaini, nikanyongwa, nikauawa kikatili. Hapana. Munaitwa wanajeshi, munaitwa askari kwa sababu ya kuwa na mbinu ya kufanikisha jambo sahihi. Hiyo ndo namna pekee inayowapa sifa ya nyie muitwe askari, muitwe wanajeshi. Lakini ikifika mahala kila unapotaka kutoa wazo hili, unaona hapa nitaundiwa zengwe, nitatengenezewa skendo, kwa hiyo ngoja niache tu watu wao wanalia, watu wao wanaonewa, niponye maisha yangu. Tayari wewe sio askari, tayari nyie sio askari nyie. Na hali ikiwa hivi, na hakikisheni mbele tunakokwenda ni karibu kila nyumba itakuwa na kilio. Kutakuwa na dhuluma na uonezi usioneneka. Hapa mambo yalipo, jeshi letu kulikuwa na haja mfanye kikao na kutoa tathmini ambayo inaendana na binadamu. Binadamu yote atasema kweli haya mambo ni sawa. Sio ile namna nyingine ambayo inaonekana kama tumetumiwa message, somaga hiyo. Madhara ya message unayosoma mwisho wa siku utakuja kuyaona wakati fulani. Unaanza kusema basi na ile message niliandikiwa ilikuwa na hila na makusudi haya. Jeshi letu tafadhali tusiwe ni watu tunaojilaumu na kusema
Kwa nini sisi tusingeza? Kuna watu wanasema kwani hata tusingekuwa mbwa wa nchi za wazungu? Kwa nini rais yule asingekuwa ni rais wetu? Kwa nini jeshi lile lisingekuwa ndo jeshi letu? Kwa nini Tanzania tufike mahala tuwe wa kutamani kila kitu? Tuwe wa kutamani kila kitu. Jeshi, kaeni chini. Kaeni chini. Kaeni chini. Kaeni chini. Kaeni chini, lindeni heshima ya jeshi. Watu wakiwaona waone ukombozi huu hapo umekuja. Sio watu wakiwaona waanze kuwaona hivi mambo yanavyokwenda, waona kama chawa hao wamekuja. Hapana, hapana, hapana. Kaeni kwenye vikao. Kaeni kwenye vikao. Kaeni kwenye vikao, jadilini uhalisia wa mambo ulivyo. Jadilini uhalisia wa mambo ulivyo, na wakati huo huo pakiwa na namna yote pengine mmejadili vizuri, alafu kuna watu wanaenda kutoa taarifa kwamba aliyekuwa anajadili kuonyesha huruma, uchungu wa watu kulia na kuumia ni fulani, na nyie mliojadili vizuri hamufuatilii hilo wazo mlilojadili kwamba sasa linaenda kujadiliwa na nani anaenda kulitengua, kikao gani kinafanyika cha kulibadilisha ile wazo, kwa sababu namna ilionekana kwa sisi ambao tumekuepo kwenye vikao fulani vya juu wakati fulani katika ulimwengu wa roho. Tumeona kwenye vikao huwa mnajadiligi mambo, nakuta pengine vinaruhusiwa vikao fulani vya kunyosha kidole, ni kama inaruhusiwa kujadiliwa mambo ya huruma dhidi ya watu, ya haki, mambo wakibanwa vizuri wale wanaonufaika na dhuluma inayokuwepo kwenye jamii. Huwa wanaruhusu ni kama mawazo ya kujadili kwa undani, lakini kinachotuponza wote wanaotoa hoja za uzalendo, hoja za maumivu, kuonyesha kwamba maumivu haya, dhuluma hii isiendelee kuwepo, wakijadili pale wanajua kile kikao kimechukua maazimio yanaenda kusimamiwa. Kumbe wale wanapotoka pale wanaenda kujadiliana nani alionekana ana moyo wa huruma zaidi, nani alionekana ana moyo wa kizalendo zaidi. Tumuundie zengwe, tumuundie skendo, tumtafutie namna ambayo tutamweka kwenye uhaini, tutamuua kirahisi. Tafadhali mnaokaa vikao na kuonyesha ni kama vikao vimeazimia mambo ya haki, mambo ya uzalendo, mambo ya kisheria, mambo ya kikatiba yalindwe, hakikisheni baada ya kikao hicho na nyie mnafuatilia kwa nyuma nani ni msaliti anaenda kujadili tofauti na maazimio ya haki. Narudia tena hii statement kwamba kuna namna inaonekana mkikaa kwenye vikao, hawa wanaonufaika na dhuluma na vilio vya watu wakiona wamebanwa sawa sawa, kuna mara ni kama wanaruhusu hoja za uzalendo na za haki zitolewe. Kwa nakuta kuna watu wanasema hapana jamani, tuone watu wanalia, tuone watu wanaonewa, tufike mara tukomeshe haya. Sasa yakishafikia maazimio kwamba basi tuchukua hatua hizi, wazalendo wote mnaotoa hoja zenye huruma za kizalendo huwa mfuatilii ni nani ambaye alikuwepo hapo kama msaliti anakwenda kugeuza yale, na mwisho wa siku wale wanakaa vikao vya kujadili pale. Mwenye huruma kabisa nani, anayejifanya mzalendo, inatumika neno anayejifanya mzalendo ni nani? Ni yule. Wenyewe wanaanza vikao vya kuminya huyu, halafu nyie wengine mnabaki tu baadaye ndo mnaanza ukijifanya mtu mwema, ukijifanya mzalendo, fulani yule haonekani aliko, haijui. Hapana, hatufuatilii kwa nyuma. Biblia inasema mwenye waovu hupanga mbinu za kuwafisha watu wema. Ukaa vikao, sisi watu wema ndio ambao tukipanga jambo jema tunajua wote ni wema, Mungu atatenda. Hatuchukui hatua za kulibaka pulile jambo na kulisimamia. Narudia tena kwa mara ya 3 lugha hii. Najua vikao vingi hufanyika ambao vinakuwa na watu ambao hutoa hoja za kwamba onevu na dhuluma hii isiendelee, lakini wakishatoa hoja hizo
wakitoa hoja hizo, baada muda mchache ujikuta wote waliokuwa natoa zile hoja pengine wanaingia kwenye viminyu, na inafika mara sasa hapana vikao, panakuwa na maelekezo. Mmekutana, kila atakayetoa hoja anatoa hoja akihakikisha kabisa hoja hii hakikisha itamfurahisha, ina masilahi kwa bosi wangu fulani, aidha kwa sababu asija kaniundia zengwe au ili anikumbuke kunipa kacheo au kaposho fulani. Nachosema jeshi, rudisheni heshima. Watu wakiliona jeshi waone ukombozi umetokea. Ikifika mara jeshi na nyie hususan JWTZ na nyie mkionekana mahali watu wakawa naona chawa hao, mimi kama mtu wa Mungu niwaambie, nyie ni watu mlio na watoto, mlio na shangazi, mlio na wajomba ambao sio askari, na watakapokufa, watakapouawa, mtasikia uchungu. Waliokufa, waliouawa, mmesikia uchungu na mna visasi kwenye moyo. Mtakuja kufanya maamuzi mahali ambapo sio sahihi, na haya mashetani atakuwa anawaambia, sasa hapa mlipofanyia maamuzi inaonekana mlikuwa na kusudi baya. Kwenye vikao vya tathmini wekeni msimamo na kubaka hapo kile kitu, sio anawaambia mpaka mwezi ujao. Hapana, wenyewe kuna vikao anaenda kukaa. Amueni mambo, maamuzi yake yawe leo. Narudia tena, amueni mambo, maamuzi yake yawe yanakuwa leo. Hapo ndipo mtanusuru mipango mnayokuwa nayo. Lakini mnapoacha tu siku moja mbili, hawa ambao wananufaika na vilio na huzuni iliyopo kwa sehemu kubwa huwa wanaenda kufanya vikao vya kujua mwenye roho ya uzalendo ni nani kati ya wale wanampangia njama na kumpa skendo ambayo aidha inarahisha kuuawa ama kupata madhara ya namna moja ama nyingine. Rudisheni heshima. Watu wakiliona jeshi waone ukombozi umesogea karibu nao. Asante kwa kunisikiliza. Najua ni jambo ambalo linaweza likawa na ugumu, lakini mimi naamini kwa mujibu wa neno la Mungu na Biblia, kutoa ushauri na namna jambo ambavyo litaka lingekuwa sio dhambi. Madhara yanaweza kukuta kwa sababu ya ushauri na mwongozo wa neno la Mungu. Hayo yalishawakuta waliotutangulia. Kwa hiyo mimi kwangu sitaacha kutoa mtazamo wa neno la Mungu wa kimungu kwa kundi lolote lilopo kwenye jamii yetu. Asante na hongera kwa kunisikiliza.